Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, vile tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza, naomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Naomba yeyote ambaye anatazama kanda hii usisahau cha kuzingatia na kuomba ubonyeze alama ya like na karibu. Taarifa za ndani zimetufikia zinatufahamisha kwamba kiongozi wa kitaifa katika chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Mheshimiwa Tundu Lissu anapangiwa kutoroshwa kisiri kutoka gereza la Ukonga baada ya kutumikia mwaka mmoja kifungo ili aachane na masuala ya kisiasa humu nchini, na hayo yote yanataka kufanikishwa na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Nani ameweza kufichua haya yote? Sio mwingine ila tu ni makamu mwenyekiti katika chama cha Chadema, anaitwa John Heche. Amezungumzia vyombo vya habari na kusema ya kwamba Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake waliweza kuwaita John Heche, familia ya Tundu Lissu na wale ambao ni viongozi wa chama cha Chadema, wakawaambia ya kwamba penye imefika njia ile ambayo watatoa usaidizi kwa Tundu Lissu ni moja. Wakatoa masharti ya kumwachilia ili atoke katika gereza la Ukonga kisiri, kisha baadaye awekwe kwa ndege aondoke nchini Tanzania na asiwahi rudi hadi wakati Samia atamaliza kipindi chake cha kuwania ama kuongoza Tanzania kama rais. Tena wakasema ya kwamba ajitenge na masuala ya kisiasa hapa Tanzania, na wakimhakikishia wanachadema jambo hilo na familia ya Tundu Lissu kwamba wamekubali atoroshwe kisiri kutoka gereza la Ukonga apelekwe taifa la nje, hilo wanaweza kulifanikisha. Sasa John Heche amesisitiza kwamba hawawezi kukubali ombi la Rais Samia Suluhu Hassan kwa kusema ya kwamba Tundu Lissu atoroshwe kutoka taifa la Tanzania na ajitenge ama aachane na siasa. Ikumbukwe ya kwamba kusipokuwa na Chadema, kusipokuwa na Tundu Lissu, kusipokuwa na John Heche na wanachadema, Tanzania ingekuwa imezama. Kwa hivyo kusimama kidete kwa Chadema na Tundu Lissu na kina John Heche, hawa viongozi wa mrengo upinzani, ndio maana Samia kuna wasiwasi mkubwa. Ndio maana Samia hata anajaribu kufanya kazi kwa sababu anaangaliwa kwa undani. Lakini John Heche anaendelea kusema ya kwamba hakuna vile Tundu Lissu ataamua kuwasaliti wa Tanzania, lazima atawapigania hadi mwisho, na hakuna yeyote ambaye anaenda kukubali ombi la Rais Samia Suluhu Hassan kwamba Tundu Lissu aachiliwe na atoroshwe, aachane na siasa za Tanzania. Unajua jambo hili sio mara ya kwanza linatufikia. Kuna wakati karibu miezi miwili sasa waliombwa pia waweze kukubali Tundu Lissu aweze kutoroshwa kisiri. Sasa wamerudia jambo hili ambalo wameapa liwalo na liwe hawawezi kukubali. Lazima demokrasia iendelee kuzingatiwa katika taifa la Tanzania. Ikumbuke ya kwamba Tundu Lissu aliweza kutiwa mbaroni kwa madai ya uhaini. Hii ni kesi tu ya kupambikiziwa. Alitiwa mbaroni mwaka jana mwezi wa 4, na sasa hivi tarehe 9 aliweza kumaliza mwaka mmoja mfululizo akiwa gerezani kwa mashtaka ya uhaini. Na uhaini huu haupo kwa sababu Tundu Lissu alianzisha mchakato wa kusema ya kwamba no reforms no elections, yani kusipokuwa na mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi hapa Tanzania, ila tu kitanukishwa. Sasa jambo hili ndilo liliweza kusababisha Tundu Lissu kutiwa mbaroni na kupelekwa kule katika gereza la Ukonga, ambapo anaendelea kusubiri hatima ama uamuzi ambao utatolewa na mahakama hapa Tanzania. Tundu Lissu ameweza kupitia mengi. Ikumbuke mwaka 2017
ilikuwa mwezi wa 10 kama sijakosea. Yes, aliweza kupigwa risasi wakati ule mwenda zake aliyetutangulia mbele za haki John Pombe Magufuli. Na hata yeye alikuwa kiongozi wa kiimla. Hii CCM ni kiimla tu, tuseme ukweli, hatuwezi kusema kipenzi cha Tanzania, hapana. Na yeye alikuwa na uongozi wa kiimla. Yeye ndiye walishikana na kina Bashite wakamshambulia Tundu Lissu, wakampiga risasi 17. Ikashindikana, walikuwa wanadai kumuua, lakini akapelekwa Nairobi akashughulikiwa, kisha baadaye akaenda ng'ambo akashughulikiwa, na hadi sasa Tundu Lissu anatembea na risasi ya moto katika mwili wake, ambayo aliweza kupiwa risasi za moto 17 na John Pombe Magufuli na Bashite, ambaye sasa na yeye anataka kupanga njama ya kumuua Tundu Lissu hapa Tanzania. Kwa sababu hiyo njama ipo, nitaileta hiyo kanda niwaeleze vile tumepokezwa habari kuhusiana na kuuliwa kwa Tundu Lissu, kwa sababu wamekataa kukubali kutoroshwa kutoka kwa gereza kisiri. Nitakufahamisha wakati naenda kufanya matayarisho ya kanda nyingine. Kwa hivyo ni tisho kubwa, Tundu Lissu ni tisho kubwa hapa Tanzania, kwa sababu wakati wanampelekea maneno kama haya, akubali aende Ikulu wasalimiane na wakubaliane kufanya kazi pamoja, lakini atoroshwe kisiri kutoka taifa la Tanzania, achane na siasa, inamaanisha ya kwamba Samia Suluhu Hassan anamuogopa sana huyu jamaa ambaye anaitwa Tundu Lissu. Lakini akina John Heche na wanachadema wamesema liwe hawezi kukubali. Lazima demokrasia iweze kuzingatiwa, lazima uwajibikaji uweze kuzingatiwa. Haya ndio yaliweza kushuhudiwa katika uchaguzi uliopita. Tundu Lissu alizuiliwa hakuwania kiti cha urais kwa sababu wakati huo alikuwa gerezani. Kisha baadaye tukaona maandamano ya kitanda katika mitaa mbalimbali hapa Tanzania, na hata hapa Mbeya penye tupo sasa hivi kuna maandamano yaliweza kushuhudiwa. Kisha baadaye watu wakaanza kupigwa risasi za moto kupitia vyombo vya dola, majeshi la polisi wakatumia nguvu tena zaidi, kwa sababu waliweza kupokezwa amri kutoka Ikulu kwamba hawa watu ni majambazi, wanataka kupindua serikali, wapige risasi. Wengi wakauawa, zaidi ya watu 10,000 waliweza kuuawa na wakazikwa katika makaburi ya halaiki, kulingana na ripoti zile ambazo tuliweza kupokezwa na chombo cha habari kile cha CNN, Al Jazeera na BBC. Waliweza kuonyesha makaburi ya halaiki ambapo Watanzania wenzetu waliweza kuuawa na kuzikwa ili kuondoa ushahidi wasije wakashtakiwa katika mahakama ya kimataifa ambayo inashughulikia uhalifu ICC kufikia sasa. Lakini hata tume ile ambayo iliweza kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan ikiongozwa na Jaji Chande kufanya ushahidi, kukusanya kipi ambacho kilikuwa kinaendelea, nayo imeshindwa kuleta ile ripoti, kwa sababu wamefikisha ile ripoti walipeleka ripoti kwa Samia Suluhu Hassan mara 2, lakini kwa sababu vyombo vya dola vimeandikwa vinahusishwa katika mauaji ya Watanzania, Samia Suluhu Hassan hataki kuona hayo, akawaambia waende wabadilishe. Wakati wanasema ya kwamba polisi ama vyombo vya dola viliweza kuhusika katika mauaji, Samia akakasirika, akawaambia kina Jaji Chande waende wabadilishe ile ripoti, na wameongezewa hadi tarehe 24 mwezi huu. Tutaona ni kivipi akina Chande wanaenda kufichua hii ripoti na itasema nini, kwa sababu tunafahamishwa wakati tarehe 3 mwezi wa 4 wakati walipeleka hiyo ripoti kwa Ikulu, kuna wale ambao walikuwa wanasema hiyo ripoti iwekwe wazi, kuna wengine ambao walikuwa wanasema hiyo ripoti isiwekwe wazi, ila tu Samia aseme nimepokea ripoti, ataitumikia, ataifanyia kazi. Kwa hivyo kuna mshika hapa na pale, lakini tunaendelea kufuatilia na tutawajulisha yale ambayo yanaendelea kupitia mtandao wetu wa Tanzania ITV. Ikiwa haujasubscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kem kila wakati. Kwa heri, tukutane baadaye.